Haya, saa 2:08. Asanteni pia. Nawaona wengi mnafuatana na sisi, si ndio Nawaona wengi. Pia kwenye ukurasa wa YouTube tuko live. Pia uko nako unaweza kaandika maswali. Kama una swali. Haya, huyu Diana Masawa anasema kiukweli ni ajabu wa Tanzania tutadanganywa mpaka lini? Inakuwaje mwenyekiti wa CCM anamteua mwenyekiti tume ya uchaguzi? Ado amefafanua vizuri hapa. Mwishoni nilikuwa nakuuliza sasa, katika mchakato wote usahili, nyinyi kwenye tafiti zenu mnabaini au watakao simamia uchaguzi watalipwa na nani? Serikali, lakini moja ya mapendekezo ya ACT ni kwamba tume ya uchaguzi ilipo moja kwa moja na hazina iwe na kile ambacho wazungu wanaita consolidated fund, fungu mahususi linalotoka hazina litaloifanya tume isiwe omba kwa serikali, kwa sababu katika mazingira ya sasa serikali inayo marungu mengi inayoweza kuidhibiti tume. Inaweza ikawaacha mwe huru kimatendo, lakini ikawanyima bajeti. Ukinyimwa bajeti hauwezi kwenda mbele. Na mfano mzuri ni kwa mahakama. Wakati fulani aliyekuwa rais wa awamu ya 5 aliwahi kuiambia mahakama kwamba niko tayari kuwapa bajeti nyingi, lakini nataka kesi hizi na hizi na hizi muzihukumu vizuri mapema kwa wakati ili tupate fedha. Ilikuwa ni kesi zinazohusiana masuala ya kodi. Na tutawawezesha. Hapo ni kama rais anatoa maelekezo impliedly. Kwa hiyo ni serikali na ni fedha zetu. Ukisema, unajua mimi napenda sana jinsi wa Marekani wanavyoziita fedha hizi. Inaitwa fedha za mlipa kodi wa Marekani. Maana yake lugha fedha za serikali wakati mwingine inakuwa kama hisani hivi. Ni fedha za Ado na Kisa na Mtei, ni za kwetu. Kwa hiyo zinakwenda kuhudumia tume kwa utaratibu ambao itakuwa huru. Jana mwenyekiti alisema vizuri, moja ya kasumba ambayo haifai kwa kweli ni hii inayoendelea hivi sasa ya rais ameleta, rais amejenga, Rais Samia kila kitu, kiasi kwamba nchi inajenga picha kana kwamba zile ni hela ambazo zinatoka mfukoni. Ni fedha ambazo ni za wananchi na serikali imefanya nini? Imesimamia zile kodi. Sawa, Ado, wakati wewe umekuwa kiongozi wa kwanza wa upinzani kushinikiza upinzani muungane kwenye haya mapambano. Hadharani tulimuona yeye. Wewe ndio ulianzisha na watu wakazungumza na tukajadili sana. Jana mwenyekiti amesema pia mmeanza mazungumzo na vyama rafiki. Kwanza vyama makini. Kwanza tufahamu umakini wa chama nyinyi mnaupimaje, lakini mpaka sasa mmewapata makini wangapi ambao mnakana? Asante. Mwenyekiti jana ametaja vigezo viwili ambavyo sisi tunavizingatia. La kwanza, kigezo cha kuheshimiana. Mtu makini ni lazima amheshimu wenzake. Kwa hiyo hamwezi kuwa katika jahazi moja katika safari ya mapambano lakini amheshimiane. Hilo amelitaja jana mwenyekiti. La pili, amesema utayari wa kupigania mageuzi. Yaani unamsikiliza mtu unaona yuko tayari. Na huo uchambuzi tumeufanya. Kigezo cha kwanza ambacho tumekitumia, tumetazama uchaguzi wa serikali za mitaa. Sisi msimamo wetu ni kwamba ule haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi. Tumetazama vyama ambavyo vimetoa matamko ya kuunga mkono uchaguzi ule kwamba ulikwenda vizuri. Na tumejikuta kwamba vyama 14 vilitoa tamko kwamba uchaguzi ule ulikwenda vizuri. Na vyama 4 vilitoa msimamo kuonesha kwamba uchaguzi haukwenda vizuri. Kwa hiyo ili kapu la vyama 4 sisi tukaona hivi vinafaa kushirikiana navyo. Kwa hiyo vyama hivyo ambavyo ni Chadema, CUF, NCCR Mageuzi na sisi ACT Wazalendo tunaandikia na ADC, kwa sababu kuna vyama unaweza kukuta huku bara msimamo umetolewa, Zanzibar wanasema tofauti. Kwa hiyo tukawaandikia barua kwamba mapema baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba jamani, tuweke tofauti mbalimbali tulizonazo pembeni, tushirikiane. NCCR walitujibu kwa barua na wakatutembelea ofisini tukazungumza.
hivi karibuni tumesikia mabadiliko ya msimamo wao, ni uhuru wao, tunawaheshimu, tunawatakia kila laheri. CUF walitujibu kwamba wana uchaguzi wa ndani ya chama, wakimaliza tutakaa pamoja, na hivi karibuni mazungumzo yanaendelea kukaa pamoja. Watu wa ADC walitujibu kwa barua na tumekaa nao chini kuzungumza. Chadema tulifanya mazungumzo ya simu na viongozi wao, wakatueleza wapo katika uchaguzi wao wa ndani na kwamba wakimaliza tutakaa chini. Na baada ya uchaguzi kuisha, sisi ACT Wazalendo tuliwasiliana na mwenyekiti mpya wa Chadema ndugu Tundu Lissu kwamba tunataka tukae chini, tumtembelee, tutafakari kwa pamoja. Na mimi katibu mkuu pamoja na makamu mwenyekiti ndugu Ismail Jussa tulimtembelea Tundu Lissu na tulipata nafasi ya muda wa takriban masaa 2-3 kuzungumza, kutafakari hali ya siasa za nchi inakwendaje. Kwa hiyo hiyo ndio status mpaka sasa. Yale ambayo yanazungumzwa ndani tumekubaliana kwamba ni mapema, kwa sababu kwanza kwa mfano ukichukulia kwa Chadema ndio mnakwenda kuanzisha msingi wa mazungumzo. Alafu baada ya hapo unahitaji kuwa na jopo la ACT, jopo la Chadema, na kama kuna wadau wengine watakuja muanze kuzungumza sasa mambo gani yanawaunganisha. Na pia sio vibaya mambo gani yanawatenganisha. Sababu kila chama kimeshatoa msimamo wake. Alafu mnaangalia sasa mtakwendaje kwa pamoja. Kwa hiyo huo ndio uchambuzi wetu sisi wa vyama. Ukitoa kofia ya katibu mkuu kwa muda tafadhali. Naam. Kama mwanasiasa mbezi umeshiriki na kuziona chaguzi nyingi. Naam. No reform, no election inatekelezeka? Sisi hatujapata nafasi ya kujua kile wazungu wanachokiita blueprint. Blueprint ni ramani halisi. Unajua kwenye mapambano kuna ile ramani ya jumla unayoonesha. Kwa sababu Chadema watakuwa wenda wazimu kama ramani yote wataisema kwa umma. Namna gani wao watauzuia uchaguzi? Bila shaka wana mambo mengi ambayo hawajasema. Na katika mazungumzo yetu, moja ya kitu ambacho kitakuwa muhimu ni kwamba watupe blueprint, watupe wenzetu wanawaza nini kwa kina zaidi, namna ambavyo uchaguzi hawaamini kabisa kama kunawezekana kufanyika uchaguzi kwa mfumo uliopo kwa sasa. Hawaamini kama kumewahi kufanyika maboresho yoyote ya mfumo wa uchaguzi. Nyie mnaamini nini? Juu ya hilo tuko pamoja kwamba uchaguzi ukiendelea kwa mazingira yaliyopo leo hii, niko hapa studio, mazingira ya karatasi za kula haramu, mazingira ya mawakala wetu hivi sasa, na tumeziona kanuni mpya za uchaguzi. Sinasema yale eti msimamizi wa kituo anayo haki ya kumpa ama kutompa nakala ya matokeo wakala wa chama, itategemea na karatasi za kutosha. Huo ni wizi. Yani mtu anayekuambia hivyo maana yake anajiandaa kukuibia. Sasa katika mazingira hayo ambayo wakala wako ananyimwa karatasi kisheria, yani imeandikwa kwenye sheria kwamba unaweza ukapewa ama usipewe kulingana na idadi ya karatasi zitazokuwepo. Kwa nini tume haichapishi karatasi za kutosha? Ni inawapa salamu kwamba jamaa zetu tunajiandaa kuaibia tena. Katika mazingira hayo hauwezi kuwa uchaguzi huru na wa haki. Na ndio maana tunasukuma, na jambo la kwanza rais kabisa ni ule utaratibu tuliosema kwenye sheria. Ule mheshimiwa rais kama anataka kuonyesha utashi wa kisiasa, eneo rais kabisa linaitwa, wazungu wanaita low hanging fruit, yani jepesi kabisa, ni kusema jamani, sheria imeweka utaratibu mpya wa kupatikana kwa wajumbe wa tume. Nyinyi mliopo akina Jaji Mwambegele tunawashukuru sana. Tunapata wajumbe wapya kulingana na utaratibu. Wakurugenzi, namsikia ndugu Makara anasema wakurugenzi hawatosimamia uchaguzi. Hii si kweli. Na ni vizuri ndugu Makara awe na utulivu kuisoma ile sheria vizuri. Sheria ile inasema uchaguzi
katika ngazi za halmashauri, msimamizi atakuwa mtumishi mwandamizi wa serikali. Sasa na wakurugenzi ni sehemu ya watumishi waandamizi wa serikali. Tume ikiamua kuwarejesha wakurugenzi wote wasimamie, itakuwa haijavunja sheria. Sisi tunachotaka sheria itamke kwamba wakurugenzi, kwa sababu wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi, wasisimamie uchaguzi, na kada yoyote wa Chama cha Mapinduzi asisimamie uchaguzi. Uchaguzi usimamiwe na watumishi wa tume. Sasa mazingira haya ambayo muda hautoshi kuyachambua, bila shaka kwa mdau yoyote atakubaliana na mimi kwamba yanaonesha uchaguzi hautokuwa huru na waka. Zanzibar kwa mfano, Zanzibar imetungwa sheria inayosema uchaguzi utafanyika kwa siku 2. Majeshi yatapiga kura ya mapema siku 1 kabla ya uchaguzi, na vituo vyake vinakuwa katika makambi ya jeshi. Sisi kule mwaka 2020 tulifanya maandamano makubwa ya kupinga jambo hili, na watu zaidi ya 21 wameuawa kwa risasi. Wengi ni kwa sababu ya kupinga jambo hili. Wazanzibari ukiwaambia mazingira haya tunarudi kwenye uchaguzi, unawapa picha moja tu kwamba tunakwenda kwenye wizi ule ule na risasi zile zile. Ado, kwa sababu ya muda, saa 2 dakika 20. Naam. ACT mnaamini kwenye no reforms, no election. Kama nilivyosema, tutapata wasaa wa kuelewa kwa kina. Unajua sisi ni organization. Sisi ni taasisi makini. Nikizungumza mimi kama katibu mkuu hapa, nazungumza kama mtendaji mkuu wa chama. Kuna mambo mengi ya kubadilishana taarifa. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba mageuzi yanahitajika. Juu ya mustakabali wa uchaguzi kwa ACT Wazalendo, muongozo wa halmashauri kuu, kamati ya uongozi ikae, itafakari na ya mwana. Ndio maana kuna baadhi ya hatua nzito tunazichukua. Juzi tulifanya maamuzi mazito katika historia ya chama chetu kwamba sisi na vyama vyote 19 ni wajumbe wa baraza la vyama vya siasa. Lakini tukienda barazani tunajadiliana nini? Uchaguzi wa serikali za mitaa umepita. Tunaliambia baraza kwamba ni lazima tutafakari yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na serikali itwe na CCM ni wajumbe wa baraza, tuelezane kwa nini kuna uchafuzi mkubwa umetokea na ukanyagaji wa demokrasia. Tujadiliane. Baraza halitaki kupitia ofisi ya msajili ambaye wa vyama vya siasa, ambaye ndio katibu wa baraza la vyama, hawataki kuiweka hiyo kama ajenda. Eti wanataka yale yaliyopita tufunike kombe mwanaalamu hapite. Alafu tutaenda kuambia nini tena Watanzania kwenye uchaguzi mkuu unaokuja? Kwa hiyo tumesema kwamba sisi bwana, vikao vya baraza la vyama vya siasa hatushiriki tena mpaka pale ambapo baraza litaonyesha usiriazi wake katika kwanza kutafakari na kuwajibishana juu ya yale yaliyotokea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini la pili kuanza sasa utekelezaji wa mageuzi ya msingi ya kuhakikisha uchaguzi ujao na kwa huru, wa haki na wa kuaminika. Na sisi tunapenda kutuma salamu kwa CCM na serikali. Sisi hatutanii. Sisi tuko serious, vyama vya upinzani. Na Rais Samia alikuwa na fursa kubwa ya kujenga urithi, legacy ya mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na demokrasia nchini Tanzania. Legacy ya kitaifa na ya kimataifa. Huo urithi utaharibika. Ujinga ni kupotea wakati wa kwenda, sio wakati wa kurudi. Maneno haya yanatoka kwa watu ambao walitoa ushirikiano mkubwa sana. Haya ni maneno ya kuchoka. Na mtu ambaye alikuwa na nia njema, anatoa ushirikiano, akichoka, maana yake kuna hatari kubwa inakuja mbele. Kwenye tumalize, tumalize dakika moja tu. Kwenye package yenu ya mapambano kuna nini ndani yake? Kuna mengi. Kuna what, kuna how. What, nini tunataka? Tunataka tume huru ya uchaguzi. Tunataka kalenda ya utekelezaji wa mapendekezo ambayo tumeyatoa, ya muda mfupi, muda wa kati
na muda mrefu, na ambayo ACT tumeyachambua mara nyingi kwa kina, mengi ambayo tunayataka. Tunataka mageuzi ya jeshi la polisi. Tunataka dola lijiondoshe katika masuala ya uchaguzi. Kuna hao namna gani tutayasukuma haya ambayo tumeyasema. Kuna mikutano ya hadhara mikubwa inakuja kupitia Operation Linda Demokrasia. Kuna safari za kidiplomasia. Hivi sasa ninavyozungumza, mwenyekiti wa chama pamoja na kiongozi wa chama wako njiani kuelekea Angola kwenye mkutano wa kimataifa wa wanademokrasia. Kote huko tutaeleza hali halisi. Kuna safari za ndani za kidiplomasia, na tumesema ripoti za uvunjifu wa haki za binadamu tutayapelekea mpaka mashirika ya fedha ya kimataifa, kwa sababu jeuri ya serikali za Kiafrika ni kuona kwamba hakuna madhara yanayotokea. Haya yote tutayafanya kuitaka serikali irudi mezani, itekeleze yale ya msingi tunayo kwenye level ya maandamano. Nasema tutatumia njia zozote, hata ikibidi kufanya maandamano makubwa ya wadau wa demokrasia, nalo hilo tutalifanya, na watu wasubiri kwa bara na kwa Zanzibar. Yale mambo ya kuchezewa kama watoto wadogo sasa basi. Haya. Mwenzangu. Wasema mwenzangu. Samson Chazi yuko Mwembe Yanga, tutaungana naye. Tutaungana naye. Huyo ni Ado Shaibu, huyo ndo msimamo wa Ado wa chama cha ACT Wazalendo. Msimamo wa katibu mkuu wa chama. Huo ndo msimamo wa chama. Naam. Naam. Mimi naitwa Kisa Daniel. Asante Exaudi. Asante pia katibu kwa kuja. Asante sana. Tunashukuru sana East African Radio. Mwenyezi Mungu awajalie mwe na siha njema na muendelee kufanya kazi kubwa sana hii. Natamani umuulize utagombea kesa uchaguzi wenyewe kama hawatambui. Sasa ndio anachanga utagombea ugombea. Iwapo chama basi wakati Kisa anaona napiga chenga. Iwapo chama utagombea ndio. Tuweke kipolo hilo jambo. Kipaumbele